Watazamaji wa Haswa TV, leo tumepata bahati ya kumtembelea mwenyekiti wa wazee wote wa wilaya Mafia na ambaye ndio yuko mbele yenu. Baba, habari ya jioni? Nzuri kabisa. Shikamoo. Marahaba. Habari ya Tumbuju Pwani? Tumbuju Pwani safi kabisa, tunashukuru. Jitambulishe kidogo ili watu wafahamu nani tunaongea naye. Mimi naitwa Amiri Hija Nditi. Nimezaliwa mwaka 1945 tarehe 24 mwezi wa 4. Mashallah. Takriban sasa hivi bila shaka natembea kwenye 78 77 kitu namna hiyo. Namshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuzungumze kidogo kwenye madaraka yako ambayo unayo sasa hivi, mwenyekiti wa wazee. Labda ulichaguliwa lini? Ulipata ya madaraka mwaka gani? Asante sana ndugu mtangazaji. Tarehe 14 mwezi wa 12 mwaka 2024, tarehe 14 mwezi wa 12 2024 ndio siku ambayo ulifanyika uchaguzi katika ofisi ya mkuu wa wilaya ya Mafia, na kwa bahati tulikuwepo pale takriban wazee wengi tu kutoka wilaya ya Mafia hapa walihudhuria na tukafanya uchaguzi. Basi kwa bahati nzuri nikachaguliwa, na nashukuru kwa imani walionipa wazee wenzangu. Kwa hiyo wote, hakuna ambaye aliyesema kwamba vipi. Wote wamenichagua kwa kura zote 100, 100% nimepata kura. Kwa hiyo nashukuru sana wazee wenzangu, wameniamini kunipa nafasi hiyo. Kwa upande wetu tutarajie nini kwenye madaraka yako, ikiwa umeanza mwaka 2024 na sasa tuko 2025, hususan na mwaka huu 2025 ni mwaka wa uchaguzi mkuu? Asante sana. Mimi nikiwa kama mwenyekiti wa baraza la wazee, kwanza kazi yangu kubwa kuangalia usalama wa vijana wetu, kwa sababu hivi sasa hivi na hasa ulimwengu tuliokuwa nao sasa hivi imekuwa kidogo kunakuwa na mitihani sana juu ya vijana. Wamekuwa wameacha mila zetu, wamekwenda katika mila zingine, na wengine utakuta kwamba ndio hivyo, maadili yameporomoka. Kwa hiyo kazi yangu kubwa ya kwanza ni kurudisha maadili na tabia ambazo zile za wazee wetu walizotuachia. Tabia njema, kuwa na heshima, kuwa na umoja. Kwa hiyo hii ndio kazi ambayo kubwa kabisa upande wangu naiona kwamba ndio ya kuanzia. Tupo Tumbuju na bahati mzuri wewe ni mwenyekiti wa wazee, lakini unatokea katika kitongoji cha Tumbuju Pwani. Kitongoji cha Tumbuju Pwani kwa wilaya Mafia ni kitongoji kikubwa sana, hususan kwa mapato kwa upande wa halmashauri, lakini pia kumekuwa na matukio makubwa ambayo yamekuwa yanatokea hapa. Kwa upande wako unachukua nafasi gani kuhakikisha unazungumza na vijana na wazee wenzako kuleta amani, licha kuwa kuna mwingilio mkubwa wa watu, lakini tunaishi kwa amani na kuelewana? Asante sana mheshimiwa mtangazaji. Kweli ni kwamba Tumbuju kumekuwa na msongamano mkubwa sana wa watu. Hawa ndugu zetu wamekuja katika kipindi hichi kutafuta riziki, na sisi tumewapokea vizuri na tunaishi nao vizuri. Lakini penye wengi na matatizo hayakosekani. Matatizo kweli yapo. Watu vijana yani ulevi umekithiri, alafu uvunjaji wa sheria unakuwa mkubwa zaidi, wizi umekuwepo sasa hivi. Sasa na matukio mengi ambayo yapo si mazuri. Sasa umeniuliza kwamba hatua gani. Jambo la kwanza, nimeitisha kikao juzi
cha kitongoji. Kikao hiki kimehusisha wazee watupu. Tulikuwa tumekutana wazee watupu ili kuangalia, je, wimbi hili tutakabiliana nalo vipi? Lakini bahati nzuri ni kwamba tumepata uamuzi na tumezungumza na mwenyekiti wa kitongoji hiki, na nadhani tarehe 25 mwezi huu kutakuwa na mkutano wa kitongoji mkubwa tu utafanyika. Kwa hiyo huu utahusisha watu wote wanaoishi katika kitongoji hiki. Yaani tutawasilisha yale ambayo tunaitarajia kwamba kuyawasilisha ili yaweze kufanyiwa kazi. Una wito gani ama lolote kwa vijana ambao wako hapa na ndipo wanapopatia riziki kwenye bandari ya Tumbuju? Wito wangu kwa vijana ni kwamba wao ni vijana ambao ndio tunasema taifa la kesho au la leo, tunawategemea sana. Jambo la kwanza, kama nilivyokueleza kwamba tuko katika harakati ya kuweka katika maadili yanayofanana na nchi yetu pamoja na kitongoji chetu na kijiji chetu. Mafia, sifa kubwa tuliokuwa nayo ni watu ambao watu makarimu, alafu watu wapole, na ni watu ambao wenye tabia nzuri. Sasa kwa vijana, wito wangu nasema kwamba kwa vijana wasiwe na mambo ambayo yasiyopendeza katika kijiji chetu au katika wilaya yetu. Cha msingi ni kwamba wawe na tabia nzuri, mambo ya ovyo ovyo kuachana nayo, na hasa ukizingatia katika kipindi hichi tunachokwenda cha uchaguzi mkuu, na vijana hawa tunawategemea zaidi. Kwa hiyo na wasii kwamba wawe ni watu ambao muda utakapofika wajitokeze kujiandikisha kwa wingi, lakini pia itakapofika tarehe ambayo ya kupiga kura wajitokeze kwa wingi kwenda kuchagua kiongozi ambaye wanaiona wao kwamba anafaa. Na vipi kwa wazee wenzako? Wazee wenzangu mpaka hivi sasa kwa kweli tuko vizuri sana. Huwa tunakutana mara kwa mara, lakini hata juzi nimekuambia kwamba tumefanya kikao cha wazee. Tumekutana, sio wazee wa wilaya, hapana, tumekutana sisi hapa kama kijiji, wazee hapa kijijini hapa, ili kuzungumzia matatizo ambayo ya kijiji chetu. Kwa hiyo tumepata uamuzi, na ndio pale tumeona kwamba haya tulioyazungumza basi tuyafikishe bwana katika ofisi ya mwenyekiti wa serikali ya kijiji, na bahati nzuri mkutano utafanyika wa kitongoji, au sio? Kwa hiyo nafikiri yote tuliyozungumza katika sisi baraza letu wazee yatazungumzwa pale ili watu wote wapate kuyafahamu. Asante sana baba, shukrani. Asante. Shukrani sana. Asante. Basi watazamaji, huyo ndio mzee ama ni mwenyekiti wa wazee wote kwa wilaya Mafia. Ametueleza busara zake. Tutakuwa tunakuja mara kwa mara kuzungumza naye habari mbalimbali, hususan katika kitongoji chake hiki cha Tumbuju Pwani, kutokana na matukio mengi ambayo yanajitokeza mazuri na mabaya. Asanteni na kwaherini. Asante.